Ni saa 12:30 Afrika Mashariki, sawa na saa 11:30 Afrika ya Kati, na katika baadhi ya maeneo ya maziwa makuu. Karibu katika matangazo ya Dira ya Dunia kutoka idhaa ya Kiswahili ya BBC kutoka Nairobi. Mimi ni Sarafina Rubi. Hujambo na karibu. Mimi ni Martha Saranga nikiwa Dar es Salaam. Tulionayo katika Dira ya Dunia: mkataba kati ya Marekani na Iran wa kusitisha vita katika Ghuba unaweza kutiwa saini siku ya Jumapili. Wahamiaji wa Kiafrika waliopo Belfast wanasema wanahofia usalama wao kufuatia usiku wa maandamano ya kupinga uhamiaji yaliyosababishwa na shambulio mapema wiki hii. Maandamano kama kubwa, kuvunja, choma, kutafuta nyumba za wageni, kuingilia, tia moto, na athari iliyotokea kubwa sana, imeharibu sana uchumi wa nchi hii. Maelfu ya wanaume ambao wanaugua saratani ya korodani wanatarajiwa kupata matibabu yanayotumia teknolojia ya kisasa ya tiba redio nchini England. Na kwenye mjadala wiki hii tunaangazia michuano ya Kombe la Dunia. Michuano ya Kombe la Dunia ni michuano ambayo inawaunganisha watu duniani, lakini michuano ya safari hii ni kama vile imekuja kuvuruga kwa ujumla, kwa sababu ukitazama baadhi ya mashabiki kutoruhusiwa, muamuzi kuzuiwa. Viwanjani, Canada kukipiga dhidi ya Bosnia Kombe la Dunia. Sikiliza makala ya spoti hapo baadaye. Jina langu ni Ive Buchana. Lakini kwanza ni taarifa za habari, nami Isabela Mwagodi. Vyombo vya habari vya Iran vimekuwa vikiripoti kuhusu rasimu ya makubaliano ya amani na Marekani ambayo inajumuisha kuvimaliza vita vikiwemo vya Lebanon, kuachia mali za Iran zilizowekewa vikwazo na kipindi cha siku 60 za mazungumzo kuhusu mpango wa kinyuklia wa Iran. Awali msemaji wa Wizara ya Mambo ya Kigeni wa Iran, Ismail Baghei, alisema tatizo ni kuwa Wamarekani wanazungumzia diplomasia, lakini wakati huo huo wanajihusisha na vitendo alivyovitaja kuwa vya kihalifu. Kauli yake inakuja wakati Rais wa Marekani Donald Trump akidai kwa mara nyingine kuwa wako karibu kufikia makubaliano ya kuvimaliza vita hivyo vya Iran. Mkurugenzi mkuu wa shirika la Umoja wa Mataifa la kupambana dhidi ya ukimwi UNAIDS, Winnie Byanyima, amesema kupunguzwa kwa kiasi kikubwa cha misaada ya kimataifa kumehujumu sana juhudi za kupambana na ugonjwa huo. Mwaka jana 40% ya watu waliohitaji dawa za kuzuia maambukizi ya HIV julikanayo PrEP walikosa huduma hiyo ikilinganishwa na mwaka 2024. Hiyo ikiwa ni zaidi ya kupungua kwa watu milioni 1 kwa nchi kama Nigeria na Uganda. Ufadhili wa upatikanaji wa kondomu pia ulishuka kwa zaidi ya 90% katika mataifa kadhaa. Rais wa Nigeria Bola Ahmed Tinubu amehutubia taifa kupitia televisheni akiwataka wanamgambo wanaoendesha mashambulizi kaskazini mwa nchi hiyo kujisalimisha au wakabiliane na nguvu kamili kutoka kwa serikali. Akizungumza katika hotuba ya kuadhimisha siku ya demokrasia, Tinubu amesema kwamba matukio ya hivi karibuni ya kutekwa nyara kwa wanafunzi katika baadhi ya maeneo ya nchi yameweka doa kwenye maadhimisho hayo, lakini akasisitiza kuwa usalama unasalia kuwa nguzo muhimu ya demokrasia. Yusuf Mazimu na maelezo zaidi. Huo ulikuwa ujumbe mkali kwa watekaji nyara, majambazi wenye silaha na wafadhili wa ugaidi, huku Nigeria ikiendelea kukabiliwa na ukosefu mkubwa wa usalama pamoja na kupanda kwa gharama za maisha. Tinubu amesema kwamba watu 13,000 walioitwa kwamba ni magaidi wameuawa katika kipindi cha mwaka mmoja uliopita na vikosi vya usalama wa Nigeria pamoja na washirika wao. Aidha alisema kwamba idadi ya vifo vya raia vinavyosababishwa na waasi imepungua kwa asilimia takriban 80 tangu mwaka 2015. Hata hivyo hakutoa maelezo zaidi kuhusu vyanzo vya takwimu hizo, madai ambayo pia yanaonekana kutofautiana na takwimu ambazo ziko huru zikionyesha kwamba kuna ongezeko kwa mauaji yanayohusiana na migogoro na mapigano nchini humo. Unaendelea kusikiliza taarifa ya habari kutoka idhaa ya Kiswahili ya BBC. Mamia wa waombolezaji wamekusanyika Gilgil katikati mwa Kenya kwa ibada ya kuwakumbuka wasichana 16 wa shule waliofariki katika tukio la kuchomwa kwa bweni lao mwezi uliopita. Wanafunzi 9 walikamatwa kuhusiana na moto huo, bado wanazuiliwa rumande. Moto katika shule ni tatizo linalojirudia nchini Kenya, mara nyingi kuhusishwa na vitendo vya uchomaji moto wa maksudi au maandamano ya wanafunzi dhidi ya hatua kali za kinidhamu.
Siku moja baada ya waziri wake wa ulinzi kujiuzulu, waziri mkuu wa Uingereza anayeongozwa na shinikizo la kujiuzulu Keir Starmer amesisitiza kuwa atapambana kusalia madarakani. Ameiambia BBC kuwa ni wajibu wake kufanya hivyo, kwani hataki kulitumbukiza taifa lake kwenye mgogoro wa uongozi. John Haile alijiuzulu jana kama waziri wa ulinzi amemshtumu Sir Keir Starmer kwa kuiweka Uingereza katika kitisho cha usalama kwa kutoridhia bajeti zaidi kuhusu masuala ya ulinzi. Hata hivyo, Starmer amesema alichukua maamuzi magumu mno kuongeza bajeti hiyo, ya kuongeza kuwa waziri mkuu yeyote yule angekabiliwa na changamoto zilizopo za kiuchumi. Mexico na Korea Kusini zinaongoza kwa pamoja kundi la A baada ya kushinda mechi zao za ufunguzi katika mashindano ya kombe la dunia mwaka 2026. Korea Kusini ilishinda Czech Republic kwa magoli 2-1 katika mechi ya pili ya kombe la dunia iliyochezwa mjini Guadalajara. Mapema wenyeji wenza wa mashindano hayo Mexico walianza kampeni yao kwa ushindi wa mabao 2-0 dhidi ya Afrika Kusini katika uwanja wa kihistoria wa Estadio Aztec mjini Mexico. Siku ya Ijumaa, wenyeji wenza wengine wa mashindano hayo, Canada na Marekani, watacheza mechi zao za kwanza. Canada itamenyana na Bosnia Herzegovina katika uwanja wa Toronto kuanzia, huku Marekani ikikabiliana na Paraguay mjini Los Angeles. Kocha wa timu ya taifa ya wanaume ya Marekani, Mauricio Pochettino, amesema muda wa kutoa hotuba za kuhamasisha wachezaji kwa hisia kali umepita na kwamba kikosi chake kiko tayari kwa mechi ya ufunguzi. Wanapaswa kufikiri na kucheza kama watoto, bila shinikizo lolote wala majukumu ya kuwabebesha mzigo. Lengo ni kucheza tu, wakifanya yale wanayopaswa kufanya na yale wanayojua kufanya. Na Elon Musk anaweza kuwa mtu wa kwanza duniani kumiliki utajiri wa zaidi ya dola trilioni 1 leo, pale wawekezaji watakapopata fursa yao ya kwanza kununua hisa za kampuni yake SpaceX mara tu soko la hisa litakapofunguliwa. Uuzaji wa awali wa hisa kwa umma, yani IPO, katika soko la hisa la Nasdaq mjini New York unatarajiwa kuwa mkubwa zaidi kuwahi kufanyika katika historia, huku ukiipa SpaceX thamani ya karibu dola trilioni 1.8. Musk tayari ndiye mtu tajiri zaidi duniani. Hii ni BBC. Taarifa ya habari za ulimwengu imesomwa kwako na Isabela Magodi. Haya ni matangazo ya Dira ya Dunia kutoka idhaa ya Kiswahili ya BBC, tukikutangazia kwenye FM na redio shirika mbalimbali. Ukiwa nchini Kenya, unaweza kutusikiza kupitia County FM, Nyota FM, Pamoja FM, Gaf FM, Must FM na Mwenedu FM. Uganda ni Radio Paidha, Radio Lira, Radio Kitara, Voice of Karamoja, Voice of Muhabura, Voice of Busoga. Nchini Tanzania unaweza kutusikiliza kupitia Bud FM, CGFM, Classic FM, Radio Kwizera, Radio 1, Radio Free Africa, Loliondo FM na Zenje FM visiwani Zanzibar. Jamhuri ya Demokrasia ya Kongo ni Radio Muungano wilayani Beni na Lizadel Radio. Internet ni katika bbcswahili.com. Matangazo haya pia yanakujia mubashara kupitia ukurasa wetu wa Facebook pale BBC Swahili na vile YouTube. Hili uko na mimi Martha Saranga, mwenzangu ni Sarafina Robi akiwa Nairobi. Karibu Sara. Asante sana Martha. Tukianza moja kwa moja ni kwa huenda makubaliano ya amani kati ya Marekani na Iran ya kusitisha mapigano katika eneo la Ghuba yakaweza kusainiwa mapema Jumapili. Kwa mujibu wa chanzo cha Magharibi kilichonukuliwa na Reuters, jiji la Geneva ndilo linatajwa kuwa mwenyeji wa hafla ya kusaini makubaliano hayo. Wakati huo Rais wa Marekani Donald Trump amenukuliwa akitoa onyo kali akisema Marekani inaweza kuishambulia Iran vikali, ikiwemo uwezekano wa kuchukua udhibiti wa kisiwa cha Kurg ambacho ni kituo muhimu cha mafuta karibu na pwani ya Iran. Zaidi na Isabela Mwagodi. Vyombo vya habari nchini Iran vimebainisha kile wanachokiita rasimu ya makubaliano kati ya Iran na Marekani ili kukomesha vita. Hii ni baada ya Rais Donald Trump kusema kuwa mkataba unaweza kusainiwa hivi karibuni. Tumefanya mapatano makubwa ya kusitisha vita na Iran na tunasubiri kukamilisha makubaliano hayo, jambo ambalo linapaswa kukamilika katika siku chache tu zijazo. Huenda tutatia saini makubaliano hayo pengine barani Ulaya, na hilo ni jambo zuri sana. Makubaliano haya yanatajwa kuhusisha kusitishwa kwa mapigano katika pande zote, ikiwemo Lebanon, kuachiliwa kwa mali za Iran zilizozuiwa na kipindi cha siku 60 cha mazungumzo kuhusu mpango wa nyuklia wa Iran. Hata hivyo, haijawekwa wazi ni makubaliano gani Tehran inaweza kufanya.
Mapema leo maafisa wa Iran walipuuza madai ya matumaini ya Rais Trump, madai yaliyokuwa yamesababisha bei ya mafuta kushuka kidogo. Wakati huo huo, ripoti kutoka Marekani zinasema waziri mkuu wa Israel Benjamin Netanyahu hakuhusishwa katika mazungumzo ya karibuni, ingawa Ijumaa hii alisisitiza kuwa yeye na Rais Trump wamekubaliana kikamilifu kwamba Iran haipaswi kumiliki silaha za nyuklia. Katika hali nyingine, nchini Iran, kiongozi mkuu wa dini nchini humo Ahmad Khatami amewaambia waumini wakati wa sala za Ijumaa kwamba Marekani na Israel hazielewi lugha ya maelewano. Tunawaambia Trump na Netanyahu, kwa kosa dogo tu mtapata kofi zito. Adui huyu haelewi lugha ya mazungumzo, haelewi lugha ya kusitisha mapigano, anaelewa lugha ya nguvu. Namshukuru Mungu, jeshi letu linaonyesha lugha hiyo ya nguvu na litaendelea kufanya hivyo. Wakati huo huo, vyanzo vimeambia shirika la habari la Reuters Ijumaa kuwa mkataba wa kusitisha vita katika Ghuba huenda ukasainiwa mapema Jumapili tarehe 14 mwezi huu wa Juni, huku Geneva ikitajwa kama eneo linaloweza kufanyika mkutano huo. Nayo serikali ya New Delhi imemwita naibu mkuu wa ujumbe wa Marekani mjini humo Jackson Mix Ijumaa hii kupinga mashambulizi ya kijeshi ya Marekani dhidi ya meli za kibiashara karibu na pwani ya Oman. Hii ni mara ya pili katika siku tatu kwa India kuonyesha kutoridhishwa kwake kufuatia shambulio la wanamaji wa Marekani lililosababisha vifo vya mabaharia watatu wa India kwenye meli ya mafuta iliyokuwa na bendera ya Palau. Na huku kukiwepo matumaini ya amani kwa mazungumzo hayo kati ya Iran na Marekani, wakazi kaskazini mwa Israel wanasema wanaendelea kuishi kwa wasiwasi. So we feel the same. Tunahisi hali ile ile. Vita havijaisha kwetu. Hatujihisi salama. Hatuhisi kwamba tunaweza kuwatuma watoto wetu popote bila kuwafuatilia na kujaribu kujua wapi wanaenda. Tunahitaji kuwa karibu na eneo la kujikinga dhidi ya mabomu. Kwa hivyo huu si usitishaji wa mapigano. So it's no ceasefire. Siku ya Ijumaa, milio ya mizinga ilisikika huku ndege zikipita juu angani katika mapigano na kundi la Hezbollah. Hezbollah, kundi lililoanzishwa na walinzi wa mapinduzi wa Iran mwaka 1982, lina imani kuwa Iran itasisitiza kuwa Lebanon ijumuishwe katika mkataba na Marekani, huku vikosi vya Israel vikiendelea kukalia maeneo ya kusini mwa Lebanon. Mashambulizi ya anga yameripotiwa katika miji na vijijini. Isabella Mwagodi.